Wapendwa, nagusia katika swala la shida ya gesi asidi na mahusiano, ni kwamba mahusiano, mapenzi ni swala la raha. Mwili unatakiwa uwe umetulia, usiwe na bugudha. Sasa unapokuwa mara unajamba jamba, alafu uko na mumeo, uko na mkeo, hilo litakuharibu kisaikolojia. Hautaweza kuwa mchezoni vizuri. Lakini pia mko faraga, mko uchi, nataka kupata raha, mara tumbo inakata, mara tumbo inawaka moto, hauwezi ukaenjoy vizuri. Uko na mumeo, mkeo, mko uchi, unataka kumbusu, kumkisi mtu wako, mara unakuta mdomo unanuka kama choo. Unanuka kama choo. Kwa kweli hiyo inakata steam, inakata sana mshawasha. Mko faraga vizuri kabisa, mara unahisi kwenda chooni. Unaweza kwenda chooni, yani uko kwenye raha, mnataka mfanye mambo, hisi kwenda chooni tena. Mambo gani hayo? Mko faraha, lakini unahisi unatekenywa, unawashwa sehemu ya haja kubwa kwa sababu ya either una bawasiri au hiyo acid gesi imekuwa nyingi. Kwa hiyo hayo yote yanaharibu raha, yanaharibu mambo yetu hayo. Kwa hiyo ndugu zanguni, haya matatizo yanaathiri mapenzi na mahusiano, kwa sababu mwili sasa unakuwa umevurugwa, hauko sawa. Kwa hiyo ili uweze kuwa sawa pia katika haya maswala, haya matatizo na shida za mapenzi, hakikisheni mnatibu kwanza matatizo haya mengine yakae sawa, ndipo sasa mwanze kutafuta mambo ya mapenzi. Sababu uwezo ukawa unajamba jamba, alafu uenjoy mapenzi, lazima kisaikolojia uwe umevurugwa. Kwa hiyo nimewashtueni hiyo kidogo tu ili muelewe kwamba pia haya mambo pia yanaharibu kule pia pasipo wewe kujua.